Habari, karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Uchambuzi wa kina kuhusu tukio la kuokolewa kwa mwanaharakati wa Tanzania Mshabaha Hamza aliyedaiwa kutekwa nchini Kenya na jaribio la kurejeshwa kwa lazima nchini Tanzania. Leo tutajadiliana na kulichambua tukio hilo kwa mapana zaidi. Nini hasa kilitokea? Lina maana gani kwa usalama wa wanaharakati katika Afrika Mashariki? Wajibu wa Kenya kikatiba na kimataifa ni upi, na hatua zinazofuata zinapaswa kuwa zipi? Tarehe 22 Februari mwaka 2026, maafisa kutoka kituo vya polisi vya Lukenya na Kyumbi pamoja na DCI Kyumbi na vyombo vingine vya usalama walifanya operation iliyosababisha kuokolewa kwa mwanaharakati wa haki za binadamu Tanzania Mshabaha Hamza. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ya Royal Society of Kenya na Amnesty International Kenya, Hamza alidaiwa kutekwa katika mazingira yanayoashiria mpango uliopangwa mapema wa kumrudisha Tanzania kwa nguvu. Nyaraka za mahakamani zinaonyesha kuwa alijaribu kupambana na watekaji wake. Baadaye aliachwa katika eneo la Lukenya stage akiwa amejeruhiwa na kudaiwa kupewa dawa za kumlewesha. Polisi walifanikiwa kuzuia gari lililohusika na tukio hilo na kuwakamata watu watatu: Mkenya anayeishi Afrika Kusini, dereva wa gari na raia wa Tanzania. Hapa kuna mambo muhimu ya kujiuliza. Kwa nini kulikuwa na haraka ya kumvusha mpaka? Ni nani aliyefadhili au kuratibu mpango huu? Je, huu ni mfano wa kile kinachoitwa transnational repression, yaani ukandamizaji wa kuvuka mipaka? Mshabaha Hamza anatambulika kama mtetezi wa haki za binadamu wa Tanzania, hasa baada ya matukio ya vurugu za baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 nchini humo. Amejihusisha na harakati za demokrasia, uwajibikaji na haki katika ukanda wa Afrika Mashariki. Yeye pia ni mwanachama wa Pan African Solidarity Network, mtandao wa wanaharakati wanaopinga tawala za kimbavu barani Afrika. Hii inatupa muktadha muhimu. Wanaharakati wanaofanya kazi katika masuala ya siasa na haki za binadamu mara nyingi hukabiliwa na vitisho, si tu ndani ya nchi zao bali hata wanapovuka mipaka. Swali la msingi ni hili: je, mipaka inalinda wanaharakati au sasa imekuwa sehemu ya hatari yao? Forceful rendition au kurejeshwa kwa lazima ni tendo la kumhamisha mtu kutoka nchi moja kwenda nyingine bila kufuata utaratibu wa kisheria kama vile mchakato wa uhamisho wa kihalali extradition, uamuzi wa mahakama na ulinzi wa haki za kimsingi. Kikatiba, Kenya inalazimika kulinda haki za watu wote walioko ndani ya mipaka yake, iwe ni raia au la. Kisheria pia, Kenya ni mwanachama wa mikataba ya kimataifa inayokataza utesaji, urejeshwaji wa mtu katika nchi ambayo anaweza kukabiliwa na mateso au hatari kubwa. Kanuni hii inajulikana kama non-refoulement. Ikiwa kweli kulikuwa na mpango wa kumrudisha Hamza bila mchakato wa kisheria, basi hilo lingekuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na visa kadhaa barani Afrika na duniani kote vya wanaharakati kutekwa nje ya nchi zao, wakosoaji wa serikali kufuatiliwa uhamishoni, utekaji au kurejeshwa kimya bila taratibu. Hii ndio inaitwa transnational repression. Iwapo Kenya ingeshindwa kuingilia kati, tukio hili lingeweka mfano hatari kwamba ardhi ya Kenya inaweza kutumika kama eneo la kuwakamata wakimbizi wa kisiasa na kwamba wanaharakati walioko uhamishoni hawako salama. Kwa hiyo hatua ya polisi ina uzito wa kisiasa na kisheria zaidi ya tukio moja. Mashirika hayo mawili yamepongeza hatua ya haraka ya maafisa wa usalama. Ili ni jambo la kutambua kwa sababu mara nyingi lawama huenda kwa taasisi za usalama. Lakini hapa kuna ishara kwamba kulikuwa na mwitikio wa haraka, waliwakamata washukiwa, walizuia jaribu la kumvusha mpaka. Hata hivyo, pongezi hazitoshi. Swali kubwa ni je, uchunguzi utakuwa huru na wa kina? Kwa sababu kama kuna mtandao mpana zaidi ndani au nje ya Kenya, lazima ubainishwe. Mashirika hayo yametoa wito wa kwanza, watoe uchunguzi kamili, wa wazi na usio na upendeleo. Jambo la pili, uwajibikaji kwa wote waliohusika bila kujali nchi waliopo. Na jambo la tatu ni ushirikiano wa karibu kati ya mashirika ya haki za binadamu na serikali ya Kenya. Lakini tukichambua zaidi, kuna mambo manne muhimu zaidi.
Jambo la kwanza ni ulinzi wa wanaharakati walioko uhamishoni. Kenya imekuwa ikihifadhi wanaharakati wa kikanda kwa muda mrefu. Mfumo wa ulinzi unahitaji kuimarishwa. Jambo la pili ni uwajibikaji wa kuvuka mipaka. Kama kuna uratibu wa kimataifa, basi diplomasia na sheria za kimataifa lazima zihusishwe. Jambo la tatu ni uwazi wa mahakama. Uendeshaji wa kesi hii utakuwa kipimo cha imani ya umma katika mfumo wa haki. Na jambo la nne ni ulinzi wa mashahidi. Kesi za aina hii mara nyingi huhusisha vitisho zaidi. Tukio hili linatufundisha mambo makuu matatu. Kwanza, haki za binadamu hazina mipaka, lakini hatari pia hazina mipaka. Jambo la pili, taasisi zinaweza kufanya kazi ipasavyo pale zinapochukua hatua kwa haraka na kwa weledi. Jambo la tatu, mapambano ya kidemokrasia katika Afrika Mashariki yanahitaji mshikamano wa kikanda. Jambo la nne, jaribio la kumteka au kumrejesha kwa lazima mwanaharakati si tukio la mtu mmoja, ni shambulio dhidi ya uhuru wa kujieleza, uhuru wa kushirikiana na haki ya kutetea haki. Na kama Kenya itaendelea kusimama imara dhidi ya vitendo vya aina hii, basi itaimarisha hadhi yake kama kimbilio usalama kwa watetezi wa haki katika ukanda huu. Na huu ndio uchambuzi ambao umetoka hivi leo. Je, una maoni gani kuhusu tukio hili? Je, unaamini uchunguzi utakuwa wa huru na wa haki? Je, yataendelea kama yale yanayoendelea huku nchini Tanzania, au kwa upande wa Kenya itakuwa ni tofauti kidogo? Wachie maoni yako hapo chini na mimi nitakurejea.